Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran huenda ikafanya mashambulizi wakati wowote nchini Israel. Hii ni baada ya kuwataka na kuwaonya wakazi wa kaskazini mwa Israel kuhama iwapo Beirut itashambuliwa na kuvuka mstari mwekundu huko Lebanon na Gaza. Kuna maanisha vita vya moja kwa moja vinaenda kutokea kwa mara nyingine tena, vikosi vya Iran vimeeleza. Makao makuu ya jeshi la Iran Khatam al-Anbiya yameonya wakazi wa kaskazini mwa Israel mnamo Jumatatu kuondoka katika eneo hilo iwapo Israel itatekeleza vitisho na kupanua mashambulizi dhidi ya Beirut na vitongoji vyake vya kusini, kulingana na matamshi yaliyotolewa na shirika la habari la serikali la IRNA. Jeshi la Iran limesema waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametishia kulipua Beirut na wilaya ya Zahdahiyeh katika mji mkuu wa Lebanon na kutoa onyo la kuhama kwa wakazi wa huko. Jeshi hilo limeonya kuwa iwapo vitisho hivyo vitatekelezwa, wakazi wa Israel katika maeneo ya kaskazini pamoja na wanajeshi wanapaswa kuondoka katika eneo hilo ikiwa wanataka kuepuka madhara. Katika chapisho kwenye mtandao wa kijamii wa X wa Marekani, shirika la kijasusi la jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limenukuliwa likisema kwamba Tehran inaona uvukaji wowote wa kile kilichotajwa kama mstari mwekundu huko Lebanon pamoja na ukanda wa Gaza kama ni vita vya moja kwa moja na jaribio la kuweka gharama kwa usalama wa taifa wa Iran na kile kinachoitwa mhimili wa upinzani. Taarifa hiyo ilisema Iran kupitia kile ilichokitaja kama operesheni za kujihami, ikiwa ni pamoja na kufungua nyanja mpya huku ikidumisha msimamo wake kwenye mlango wa bahari wa Hormuz. Yeyote anayepanda upepo atavuna tufani, chapisho hilo lilisema. Kando, Mohsen Rezaei, mshauri wa kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, alisema kwenye ukurasa wa X kwamba mlango wa bahari wa Hormuz unabaki chini ya usimamizi wa Iran, na akaonya kwamba Tehran haitaruhusu kile anachokitaja kama kizuizi kinachoendelea cha majini. Mlango wa bahari wa Hormuz uko chini ya usimamizi wa Iran. Hatutaruhusu kuendelea kwa kizuizi cha majini wala kuongezeka zaidi huko Lebanon kuvumiliwa, Rezaei aliandika. Wizara ya mambo ya nje ya Iran ilichukulia Marekani kuwajibika kwa matokeo ya ukiukwaji wa usitishaji wa mapigano na Israel nchini Lebanon, ikionya kwamba Tehran inatetea maslahi yake popote inapobidi. Katika taarifa yake, wizara hiyo ilisema makubaliano ya kusitisha mapigano ya Aprili 8 sisitishe kile inachotaja kuwa vita vilivyowekwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran katika nyanja zote ikiwemo Lebanon. Ilisema tangu usitishaji wa mapigano uanze kutekelezwa, Marekani imerudia mara kwa mara ukiukwaji wa wazi wa makubaliano, ikiwa ni pamoja na kuendelea kuingilia kati na meli za kibiashara za Iran. Wizara hiyo pia ilishutumu Israel kwa kukiuka mara kwa mara usitishaji wa mapigano nchini Lebanon, ikisema mashambulizi ya Israel yamevunja uadilifu na mamlaka ya ardhi ya Lebanon, yameua na kujeruhi maelfu ya Walebanon wakimbizi wapatao milioni 2 na kuharibu miundombinu na makazi ya raia. Ukiukwaji wa usitishaji mapigano kwa upande wowote ni kiukwaji wa pande zote, ilisema taarifa hiyo. Wizara hiyo ilisema licha ya juhudi za Marekani katika siku za awali baada ya kusitishwa kwa mapigano na kushinikiza Israel kusitisha mashambulizi yake dhidi ya Lebanon, Washington inawajibika moja kwa moja kwa madai ya ukiukwaji wa usitishaji vita na Iran ukiukwaji wa Israel nchini Lebanon. Jukumu la matokeo na athari za hali hii ni la Amerika, ilisema taarifa hiyo. Iran ilionya mara kwa mara kuhusu kile ilichokieleza kuwa ni matokeo hatari ya ukiukwaji wa usitishaji wa mapigano kwa amani na usalama wa kikanda, na imetoa wito wa kukomeshwa kwa mashambulizi hayo, wizara hiyo iliongeza. Wizara ilisema Iran inahifadhi haki ya kujilinda chini ya sheria za kimataifa. Ni dhahiri kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran italinda maslahi yake kwa uwezo wake wote na kwa kutumia uwezo uliopo kwa kuzingatia haki yake ya asili ya kujilinda popote inapoona inafaa, ilisema taarifa hiyo. Kauli hiyo inakuja huku kukiwa na mvutano unaozidi kuhusu operesheni za kijeshi za Israel dhidi ya Lebanon na mizozo inayoendelea kati ya Tehran na Washington kufuatia kusitishwa kwao kwa mapigano. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.